Bwana, leo nimekutana na mmoja ya mabraza ambao wanafanya vizuri kwenye Bongo Flava au kwenye kiwanda cha mziki wa Bongo Flava. Ametokea kwenye kikundi cha Makomando, anajiita Muki Mingo. My brother, kwema? Kwema. Mambo yanaendaje? Mimi niko fresh kabisa. Leo unajua ndo chungu cha mwisho kabisa, tuko kwenye dakika za mwisho na tukitazama huu muda inaelekea saa 12 kwenye muda wa kufuturu. Ni kweli kabisa. Una neno lipi la kusema huu mwezi wote ulikuwa umefunga? Kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutimiza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Wote namshukuru, nimefunga mwezi mzima sijaacha hata moja. Ndio. Pia na nimefuata na ibada zake swala 5. Ndio. Tarawehi zote sijaacha hata moja. Pia na nimesimama kisimamo cha usiku wa Lailatul Qadr. Hiyo ni nguzo tano kati ya nguzo za Uislamu, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo nimetimiza. So namshukuru sana Mwenyezi Mungu, pia nawashukuru na mashehe ambao walikuwa wanaongoza ibada za swala na pia na maelekezo ya namna ya kuishi Waislamu, na sio kwa Waislamu tu, kwa ujumla hata binadamu. Baada ya dunia tunapita, kuna maisha mengine baada ya dunia. Ndio. My brother, mimi sitaki nikuchoshe sana, najua hujafuturu bado na leo ndo siku ya mwisho. Mimi hoja yangu ya msingi sasa hivi, ujue madensa wamekuwa ni wengi sana. Kila dancer sasa hivi anajiona yeye anaweza kuliko mwenzake. Lakini mimi since day one najua kabisa dancer ambao ni noma ni madansa ambao ni Makomando, au wewe ambao ulikuwa ni miongoni mwa kikundi cha Makomando. Unalipi la kusema kwa kizazi hiki kipya cha madansa? Cha kusema kwa kizazi hichi inakuwa kuna yani mtazamo unakuwa ni kama tofauti kidogo. Na kuaga nashindwa kusema ninapoulizwaga swali kama hilo, kwa sababu sisi hatujatumiaga AI au sisi hatujatumia sana kuedit. Ndio. Kipindi hata sisi tunaanza kudance tunaonesha uwezo kwenye tasnia ya dance tunavyoingia. Ndio. Sisi ukali wetu ulikuwa unaonekana pia kwenye mashindano kipindi tulikuwa tunaanza kudance, mashindano ya makempu. Ndio. Kuna maklabu yalikuwa yanaitwa Bilkanas, Imasco, unaelewa, ikaja ya maisha. Ndio. So walikuwaga wanafanya sana mashindano, na pia hata tunakumbuka Dance la Fiesta, unaelewa. Kwa hiyo kule ndo vipaji vilikuwa vinapatikana mpaka ikaja ikaletwa THT. Before THT pia, lakini kulikuwa kuna makundi tulikuwa tunaitwa, kuna Best Friend, kuna OST Shake, kuna Aftermath, kuna makundi mengi ambayo yapo yametoka Temeke. Kuna Unyamwezi Dallas, umeelewa, ambao kwa Magomeni pale, umeelewa. So kuna Back Fever, yani ni makundi ambayo tukisema tukikutana, yani unajionea show live, unaona kabisa mtu kiungo kinavyokatika, yani kiungo kinavomegeka, kinavomove, yani kinavogawanyika, yani unasema yes. Hata majaji wanaojaji wakiwa wanajaji watu mashindano wanashindana, yani una kichwa kinakuuma. Mimi nafikiri tulikuwa tunaumiza sana vichwa majaji walikuwa wanajaji kipindi kile. Tukiangalia hata mashindano ya Cheza Tanzania, umeelewa, kuna mashindano yalikuwa na kuna kundi lilikuwa linaitwa T-Africa. Kuna mashindano yanaitwa Dance 100, tunakumbuka. Kwa hiyo mimi nafikiri hapa nikiongea hivyo watu wanaelewa. So kwa sasa hivi naweza kuzungumzia, mimi siwezi kujaji sana kwa sababu vitu hivi vinaonekana sana Instagram na TikTok, na madansa wengi sasa hivi wenye numbers wako TikTok, umeelewa, wako Instagram, umeelewa. Tunaona noma wanakuwa maarufu kupitia page za Instagram, lakini nataka tu niseme siwezi kumuona dansa mkali mimi akiwa na dance Instagram au TikTok, ila mimi nitaweza kumuona dansa mkali kipindi nimemuona pale anaonyesha show live, anaonyesha ukali wake live. Na ndio maana madansa wengi wanapataga shida sana sisi tukiwa majaji kwenye Cheza Mania, umeelewa, pale ya Clouds FM, Clouds TV. So wanapata wakati mgumu kwa sababu mimi siangalii wewe ni mkali, una namba nyingi sana TikTok au una namba nyingi sana Instagram, au ni kujaji kutokana nilikuwa na Instagram au TikTok. No, mimi nakujaji pale ninapokuona. So sasa nashindwa kumsema yeye ni mkali au hawa ni wakali sasa hivi kushinda sisi tuliokuaga wakina Msami
Umeelewa? Ndio. Wakina Ali Mzuri, wakina Tiko Mbeko, yani wako wengi, yani wakina Shobigo style, yani wako wengi sana, wakina Islamu, wakina Mombeki, yani wako wengi ambao nikikutajia hapa au wengine oya. So ni noma. Na madensa sasa hivi wengi naona wamekimbilia kwenye kuimba. Yaani densa sasa hivi akisha densa tu kidogo akapata ule umaarufu kidogo akawa anafahamika anakimbilia kuimba. Hivyo unahisi changamoto ya dancing sasa hivi imeingiliwa au dancing ndio inavyotakiwa iwe hivyo? Sisi ndo tulianzisha hiyo baada ya kuwa madansa tukaingia kwenye kuimba na kucheza nyimbo zetu, lakini hatuja kurupuka tu, kwa sababu before hapo kulikuwa anayecheza na kuimba alikuwa nahisi ni TID. Ndio. TID na Dully Sykes. Na pia sisi wengine pia hata tumepita huko kwenye mikono ya kina Dully Sykes. Ndio. So sisi tulivyokuwa THT pale tulikuwa pia tunatengenezwa kwenye upande. Kama mimi nilikuwa niko darasani. Umeelewa? Japokuwa kina Barnaba alikuwa amenitangulia, lakini ndio walikuwa wananifundisha kuimba. Kinaamini kuna dadangu mmoja alikuwa Bongo Star Search anaitwa Lea Mudi, kama wanamkumbuka. Yule pia alinikoach sana mimi kwenye upande wa kuimba. Umeelewa? So before ya kuwa muimbaji nilikuwa pia na train. Wanani train pale THT. Na Ruge pia alikuwa ananiandaa mimi kama mimi. Mwenzangu alikuwa ni dancer na ni rapper. Umeelewa? Na pale THT alikuwa hawahitaji kama rapper. Umeelewa? So mimi nilikuwa natengenezwa peke yangu, lakini tukajikuta tu tukaunga crew. Kutokana na mwenzangu pia alikuwa na uwezo wa kurap na umeelewa? Pia naye alikuwa na dream hiyo. So kundi likatokea. Sio kwamba lilikuwepo tu, tulitamani kundi fulani. Makomando ilikuwa ni muunganiko wa majina mangapi? Ni wawili. Ni Muki na Freddy Wine, lakini Makomando ni jina tu lenyewe lilijitegemea kutokana na talent yetu na pia na uwezo wetu na hustling zetu. Yaani tukajifananisha na makomando wanavyohaso kwenda kutafuta ukomando kule wanapokuwa depo. Kwa sababu THT ilikuwa kama ni depo. Umeelewa? Tunapitia mafundisho mengi sana. Umeelewa? Kwa sababu pia tulikuwa tunaletewa pia na hao makomando kututrain. Umeelewa? Ili tuje kuwa wakakamavu na tuje kupambana na maisha ambayo tunakutana nao, maisha halisi. Waswahili wanasema hivyo. Maisha halisi. Mimi kwa sasa hivi naweza kuita kama Godfather kwenye issue yenu ya kudance. Jumla nyinyi kama makomando au wewe kama Muki, mimi sasa hivi naweza kuita kama Godfather kwenye upande wa kudance. Sasa hivi makundi mengi yanaungana kwenye kudance, lakini yanawe kuvunjika. Kila mtu anakimbilia kuwa mwenyewe au kudance. Kwa mfano kina Chino wameungana pale, wakina Posho, wakina nani, lakini sasa hivi kila mtu anafanya mambo yake. Chino alikuwa haimbi, sasa hivi anaimba. Posho alikuwa haimbi, sasa hivi anaimba. Unahisi labda ni njaa au AI imekuja kuwazindua watu au imekuaje? No. Kwa wale naweza kusema wale wanastahili, kwa sababu pia hata sisi kipindi tupo kwenye peak na ndo tunatoka. Wale pia ni watu walikuwa wanatufuatilia sana. Kwa ina maana hata kuna tuseme kuna viflavor fulani wamevichukua, na ndio maana hata walivyotoka watu waliwashika sana watu. Umeelewa? Mimi mwenyewe ni mmoja nilikuwa shabiki yao pia. Sio, umeelewa? Poshi ni noma navyomjua na live nishamuona. Kwa hiyo tipi ya Chino ni noma, hata anacheza mbele yangu tena haogopi. Kwa sababu mimi nikikaa mbele yako ukicheza ujue lazima uogope. Sababu unajua ni Muki. Tayari mimi ni mshindi wa kwanza Tanzania nzima 2009. Umeelewa? Tanzania nzima kwenye upande wa kudance. Fred ni mshindi wa pili. Pia tumetoka kwenye kuimba na kucheza. Umeelewa? Tumesha perform majukwaa makubwa na tumeaminika. Na pia nimeshaenda nchi za nje tofauti tofauti kushindana mashindano ya kimataifa na tumeshinda. Umeelewa? So kwa hata mimi yani mpaka ucheze mbele yangu lazima umejipanga. Lakini Chino anacheza mbele yangu na ninamuona kabisa, nasema wow, bwana noma. Noma bwana noma. Kwa hiyo bro bwana namna ajali. Kwa hiyo unaona kabisa okay, huyu anastahili. Kwa hata wakina Poshi, wakina Daddy Boy, wakina Papi wanastahili. Umeelewa? Madogo wanaojitafuta sasa. Kwa madogo wanaojitafuta wasipende sana kutumia, yani kuonesha uwezo wao sana kwenye TikTok au Instagram, wakajichezesha kupitia AI. Kwa sababu baada ya maisha ya AI kuna maisha ya halisi. Tunakutaka bwana uje kutufanyia show hapa live. Pale ndio unapoonekana sasa. Wewe ni noma kweli au sio noma? Umeelewa? Kwa hiyo waache kujanja janja, yani waache kuongopa ongopa. Umeelewa? Tunaona uwezo wa kina Enjo Nyigu, tunaona uwezo wa kina Mzee Yobo, umeelewa? Tunaona uwezo wa madansa wengine hapa, wakina Kida. Umeelewa? Tunauona. Sasa hivi dancing inalipa. Je, kipindi mnaanza ilikuwaje na utofauti wa mwanzo nyinyi mlikuwa mnaanza dancing na sasa hivi? Kwa sasa hivi dancing kweli inalipa.
Ndio hivyo kwenye AI huko, kwa sababu wale wanapata sasa hivi hao wanachofaidika, wanapata hela sana kwenye zile peji zao zinavyokuwa wanafuatiliwa, wanaangaliwa. Kwa hiyo msanii anaweza akaona peji ya msanii ya dansa huyu akicheza wimbo fulani una trend. Kwa hiyo unahisi wao hela zao ndo wanapata huko. Kwa hiyo msanii anampa wimbo, kwa hiyo anatoa na hela, kwa hiyo anafanya challenge na kweli wimbo unaenda. Umeelewa? Kwa hiyo unahisi ndo wanapatia sana hela hapo. Kwenye live sijajua kwenye live, upande wa live performance kama wanaalikwa sana. Ila sisi tulikuwa tunapatia pesa kwenye kuitwa. Lakini na sisi kuitwa kwetu tukiwa kwenye brand ya labda same fulani kama THT. Si hela tulikuwa tunaipatia sana, tunaona THT. Lakini tulivyokuwa mtaani tulikuwa hela tuione. Yaani unaenda paka utunzwe. Umeelewa, ndio tunapata hela. Lakini sasa hivi tulivyoingia THT, kwa hiyo ni oda ile inakuja kabisa, makampuni yanakuja na tuhitaji mikataba pale na sasa ndio tunajua tunafanya show. Umeelewa? Kwa tofauti. Mimi bwana sikuchosha, najua umefunga, lakini kitu cha kumaliza. Huu mwezi wote tulikuwa tumefunga. Ni vitu gani ambavyo labda ulikuwa uvifanye na tunafungua utakuwa unavifanya, au vitu gani ambavyo ulikuwa umevimiss kuvifanya sasa hivi utaanza kuvifanya? Natamani nisivifanye hata pia kwenye maisha ambayo Ramadhani inapita, ndio tunavyopewa elimu, kwa sababu Ramadhani ni unaambiwa ni kama shule. Inaenda kukufundisha namna ya kuishi kijamaa, pia ucha Mungu. Ndio. So natamani sana nisifanye. Mimi ni mtu wa ku drink alcohol. Napenda ni style kama ni style yangu. Pia napenda sana muziki. Muziki ni kipaji changu, lakini katika masomo tunasoma tunaambiwa muziki ni haramu. Michezo ni chochote kinahusiana na sanaa ni haramu. Muziki, mpira, sijui bao, kwa sababu kitu chochote kinachofanya uache kuswali, muda wa kuswali nyinyi ndio mnafanya, watu wamejaa, ni haramu kwa Mwenyezi Mungu kwenye dini ya Uislamu. So natamani pombe nisimame, natamani sana, lakini sasa ndio hivyo mazingira ambayo yamenizunguka. Inshallah Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake, kama itakuwa hivyo basi tutaonana, nitaendelea tukua hivi. Ila muziki na upenda, na Mungu anajua na upenda muziki, na upenda muziki ndo kila kitu chani, kila kitu. Oh my God, nasema ni dhambi, ni haramu. Nasikia mashehe wanasema hivyo, tumefundishwa, lakini naomba Mungu kwangu ufanye usiwe haramu, kwa sababu sifanyi matendo mabaya. Mimi nawapa watu ni burudani, watu wana enjoy, na ndio tunaishi. Tumelea familia zetu, tumesomesha wadogo zetu, tumefanya watu wengi wamepata ajira, wamekuwa wanajitegemea mpaka sasa maisha yao yamebadilika, na sisi tumebadilika maisha yetu kwa sababu ya sanaa. Tungekuwa wezi sasa hivi. Kwa hiyo na Mungu naomba asiufanye kwangu haramu, wala kwa mtu yote mwenye nia nzuri usiwe haramu au halalishe. Basi la kumaliza na kuongea na mashabiki. Nawapenda, waendelee kutufuatilia. Mimi pia nimetoa nyimbo zangu mwenyewe. Na wimbo nimeutoa na mdogo Sergeant unaitwa Maisha, unapatikana kwenye kila digital platform, na wimbo mwingine unaitwa Basi, ni wimbo mkali. Kuna wimbo mwingine unaitwa Napambana, ni wimbo ambao ukikaa unasikilizika muda wowote, sio kiuni. Wanifollow kwenye peji zangu za Instagram, pia subscribe YouTube channel yangu, natumia Muki Mingo, Instagram Muki Mingo, TikTok Muki Mingo. Pia usisahau kutufollow kama Makomando_255. Tunakaribia kutoa kazi mpya soon jamani. Jamani soon. Mimi sina la kuongeza hapo bwana Muki. Haya, asante.